anasema la tatu rahimahullah, anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa mahma ishtadda bihi al-marad, na vyovyote vile maradhi yatakapokuwa yamemzidia, ishtadda ibyadda ihmarra, wa mahma ishtadda bihi al-marad, na vyovyote vile maradhi yatakapokuwa yameshtaddi kwake yeye, yamemzidia, yamekuwa shadid, fala yajuzu lahu, haitojuzu kwake yeye huyo mgonjwa, an yatamanna almaut, utamani kufa. Tumeelewana vizuri hapa kwamba maradhi yamekuwa makali kiasi gani kwake yeye, chakula hakimwingii, sio kwa njia ya kawaida kwamba anakula au analishwa, hata kwa kupitia zile paipu au vile vibomba au sindano au kadha. Hali yake ni mbaya, akila anakitapika. Haya yapo kwa wagonjwa, anaona itafrani taabani, wengine hudiriki kusema kwamba ya Rabbi nichukue nisiwataabishe hawa, bora nife mimi nikapumzike. Baadhi ya watu huzungumza haya maneno ya hatari. Sheikh anasema maradhi yawe yameshtadi kwake yeye kiasi gani, haitojuzu kutamani kufa. Lihadithi Ummi al-Fadl, kwa ushahidi wa hadith ya Ummu al-Fadl radhiyallahu anha, mke wa Abdullah, mke wa al-Abbas, mke wa al-Abbas, mama yake Abdullah ibn al-Abbas na al-Fadl ibn al-Abbas, anna Rasulullah, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, dakhala alayhim, aliingia kwao, kwa maana nyumbani kwao, alayhim fi baytihim, wa Abbasun, ilhali Abbas ammu Rasulillah, baba yake mdogo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, yashtaki, akiwa anaugua, anashtakia maradhi. Mwisho fatamanna Abbasun almauta, Abbas akatamani kufa, bora nife, akasema maneno mfano wa hayo. Faqala lahu Rasulullah, akasema kumwambia yeye mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ammu, ewe ammi, ewe baba yangu mdogo. Na naweza pia akawa baba mkubwa, lakini kwa Rasul huyo ni babake mdogo. Ammu inaingia kwa baba mkubwa na baba mdogo. La tatamanna almauta, kwa hakika usitamani kifo, usitamani kifo. Fa innaka, kwani hakika wewe, in kunta muhsinan, kama utakuwa ni mwema, fa antu akhar, kucheleweshwa kwako, tazdad ihsana ila ihsanik, tazdad ihsanan ila ihsanik. Kwangu dali ya kwanza imetiwa sikna, kwenu pia hii ni tazdad. Utakuwa unazidisha wema juu ya wema wako uliokuwa nao. Kama ni mwema, kucheleweshwa kwako huku kunapelekea kuzidisha wema juu ya wema wako uliokuwa nao, na hilo khairul lak, ni bora kwako wewe ewe ammu, ni bora kwako wewe. Kwa sababu ilikuja hadithi, ameulizwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas, ni nani katika watu ni bora ya Rasulullah? Mtume akasemaje alayhi salatu wasalam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu,
ni yule ambaye umri wake utakuwa mrefu na matendo yake yakawa ni mema. Huyo ndiye mbora wa watu wote. Man khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, huyo ndiye mbora wa watu. Na alipoulizwa ni nani katika watu mbaya, akasema man tala umruhu wa saa amaluhu. Ni yule ambaye umri wake utakuwa mrefu na matendo yake mabaya, matendo yake yakawa ni mabaya. Huyo ndio mbaya wa watu. Hafi jizee halifi, lakini ovu kama yeye hakuna. Huyo ni mbaya wa watu, huyo ni mbaya wa watu. Bado yuko utu uzimani aliyoyafanya hayakumbuki kwa wingi wake katika umaasiya, lakini bado ule utu uzima wake anaendelea kuwa katika hali ya utu uzima mbaya. Ndio maana katika watu ambao hawatozungumzishwa na Allah siku ya kiyama wala hawatotazamwa kwa jicho la huruma ni mzee mzinifu. Mzee manake amekula chumvi nyingi, wanasema kala chumvi, ameshaingia kwenye marhala ya uzee, ameshapelekewa balozi wa Allah mvi kumwambia kwamba mauti yameshakaribia, wala hajali. Huyu hatotazamwa na Allah siku ya kiyama jicho la huruma, wala hatozungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala huwa adhabun alim, kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo mbaya wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake mabaya. Mbora wa watu ni atakayerefuka kwa umri na matendo yake yakawa mema. Kwa hiyo wewe ami yangu, kucheleweshwa kwako kwa kuwa ni mtu mwema, kucheleweshwa kwako ukawa unazidisha mema juu ya mema uliokuwa nayo, khairun lak, hilo kwako ni khairi. Wa in kunta musia, na kama utakuwa ni muovu, fa antu akhar, bas kucheleweshwa kwako, fatustat'aba min isaatik, fatusta'taba min isaatika khairun lak, kucheleweshwa kwako ukapata fursa ya kutubia juu ya madhambi yako ulioyafanya, hilo kwako ni kheri. Fala tatamanna almaut, hivyo basi huna haja ya kutamani kufa, ustamani kufa. Akhrajahu Ahmad, ameipokea hadithi hii al-Imam Ahmad mjalid wa 6 ukurasa wa 339, wa Abu Ya'la al-Mawsili, Abu Ya'la al-Mawsili 1776, wal Hakim an-Naisaburi mjalid wa 1 339, na akasema sahih ala sharti shaykhain, ni hadithi sahihi na ipo katika sharti za maimamu wawili Bukhari na Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na amemwafiki katika hilo al-Imam adh-Dhahabi. Wa inma huwa ala sharti al-Bukhari faqat, lakini uhalisia wa mambo ulivyo si kweli kwamba hii hadithi ala sharti shaykhain, bali ipo katika sharti za Imam Bukhari peke yake, hazijahodhi sharti za Imam Muslim. Na hii ni istidrak ya al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa nani? Kwa al-Imam al-Hakim an-Naisaburi. Wa akhrajahu ash-Shaykhani wal-Bayhaqi, kadhalika imetolewa na mashekhe wawili Bukhari na Muslim, kadhalika al-Imam al-Bayhaqi wa ghayruhum, na wasiokuwa wao, min hadithi Anas marfu'an nahwa, katika hadithi Anas bin Malik marfu'an, ambayo imerufaishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa maneno kama haya. Wafihi, na katika hiyo ya Anas ambayo ni marfu', ndani yake kuna ziada ya maneno. Mtume alisemaje? Alisema fa in kana la budda fa'ila, ikiwa hakuna budi uwe ni mwenye kuyasema hayo maneno, faliyaqul. Fa in kana la budda fa'ila, akiwa mtu hana budi ayaseme hayo maneno, faliyaqul, basi na aseme Allahumma, ewe Allah, ahyini, nihuishe mimi, endelea kunipa muda, ma kanatil hayatu khairan li, muda wa kuwa kuishi utakuwa
na kheri nami. Kama kuishi, kuendelea kuishi, nitaendelea katika taa, nitaendelea katika bir, nitaendelea katika wema, nitaendelea katika sala, nitaendelea katika makarimul akhlaq, nitaendelea katika mahasinul a'mal, niongezee muda ya Rabb. Kwa sababu bora ya watu ni atakayekuwa na umri mrefu na matendo yake yakawa mema. Naam. Watawaffani, na kuomba unifishe, idha kanatil wafatu khairan li, pale kifo kitakapokuwa ni bora kwangu kuliko kuwa hai. Kwa hiyo hapa haya maneno yatakuwa yamekufanya wewe umeliegemeza jambo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba umetamani kufa wala umetamani kuishi, bali umeliegemeza jambo kwa nani? Kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika ile dua? ij'al al-mauta rahatan lana min kulli shar, Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Ewe Allah, jalia uhai, tuzidishie uhai. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, tuzidishie uhai katika mambo ya khair. Waj'al al-mauta rahatan lana, jalia kifo kuwa ni starehe kwetu katika kila shari. Yani kuliko kuyaendea shari, tustarehesha kwa kifo. Tumefahamiana vizuri katika dua ya Rasul alayhi salatu wassalam. Naam, unaelewa au kwa kwenye swala? Ahsant. Namalizia takharij. Anasema wa huwa mukharrajun fil irwa. Hii imefanywa takhariji katika irwa. Al-irwa, irwaul ghalil, irwaul ghalil, sio kama alivyokuwa anaitamka yule Abu Ismail wa Mwanza, irwaul ghariri, irwaul ghariri. Kwenye irwaul ghariri ni irwaul ghalil, kumnyusha maji mwenye kiu, irwaul ghalil. Nambari 683. Walhamdulillah awalan wa akhira.